Unaambiwa mbuyu ulianza kama mchicha, lakini mwisho wake ikawa ni hatari. Kwa hiyo hata huku tunakokwendea huku tutakuwa na hatari kubwa sana kama hatutokuwa makini. Mimi nilikuwa nataka niwasii wadogo zangu, haya masuala mengine ya ajabu tuachie wenyewe. Uwezo wa kutoka hapa kufuata kilichokuwa juu hapa tu uwezo nacho una. Tuachie wa wenyewe, wanasiasa wa wenyewe wakae walumbane na nini kila kitu. Lakini sisi mwisho wa siku tunasema kabisa moja kwa moja hatutotoka kwenye maandamano, hatuwezi kutoka, na tunapinga kikali sana, na ni jambo ambalo kwetu sisi limekuwa halina afya, kwa sababu sisi wa Tanzania tumeshazoea. Hela yako iko mfukoni, unakwenda dukani unanunua unga, unakuja unakula na watoto zako. Sasa kesho na kesho kutwa unakuja kuambia wewe bwana, wewe lazima ukae ndani, hela yenyewe utafutaji lazima utoke kwanza afu hela ndio uipate. Sisi mambo haya hatujayazoea, na sisi moja kwa moja tunasema kabisa hatutoweza kutoka kwenye maandamano. Na yoyote ambaye anaona kabisa kwamba sisi bwana sisi tunaona kabisa huyu anahitaji kwenda kutoka kwenye maandamano na mtu ambaye tuko naye, basi mapema kabisa tumwambie kabisa, mdogo wangu, huko unakokwenda ni hatari na unachokifuatia ni cha hatari. Haya mambo mengine tuachane nayo. Kaa umepata 200 300 rizika na unachopata, ili mradi tuwe na amani ndani ya nchi yetu. Kupeana msisitizo vijana wenzangu, tusijikite katika mfumo wa wanaharakati ambao wenyewe wanalipwa nje ya nchi ili kuja kuiharibu nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tukiangalia mlango wa wanaofanya hivi, faida yao ni nini? Tunafahamu kwamba Tanzania yetu ni nchi ambayo imebarikiwa katika bara la Afrika. Kwa hiyo vijana wenzangu, tusijikite katika huu mtego. Ikitokea tukijikita katika huu mtego, wanaoathirika ni mimi na wewe. Lakini tukizungumzia mazungumzo, mbona viongozi wetu wa nchi wanajaribu kulileta taifa pamoja? Kwa nini wao wanagoma? Kwamba kwa mwenye akili atafahamu ipo ajenda ambayo wanayotaka itokee katika nini? Katika makusudio ya maandamano.